Bahati mbaya sana wanandoa tunaingia kwenye ndoa sasa hivi, mabinti zetu na vijana wetu tunaingia tayari tumejiandaa kushindwa. Tunaingia tayari tumeaminishwa kushindwa. Hatuna anayetuaminisha kushinda. Hatuna anayetuaminisha kuweza. Tumeandaliwa kushindwa, tumeandaliwa kujikatia tamaa. Kwa hiyo unaingia kwenye ndoa lakini tayari ulishashindwa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo leo itusaidie. Mimi nimeishi kwenye ndoa yangu kwa miaka 8. Ilikuwa ni ndoa nzuri sana. Ilikuwa ni ndoa yenye furaha na amani. Na kama vile ambavyo sisi huwa tunaapa kwenye shida na raha, afya na magonjwa. Ile miaka 8, miaka 3 tuliishi kwenye kipindi cha magonjwa sana. Hasa mimi. Magonjwa ya bila mapumziko yoyote, miaka 5 ya ndoa. Ni magonjwa ya kutisha, magonjwa ya kusikitisha, magonjwa mnayeniona hapa mbele yenu niliwahi kufungwa kama kichaa. Mnayeniona hapa mbele yenu niliwahi kurudishwa hospitali nikiwa nimeambiwa nina kansa na iko hatua ya mwisho na kwamba nirudi nyumbani tusubiri siku. Lakini habari njema ni sina kichaa. Aliyesimama mbele yenu ni kichaa? Sina kichaa. Habari njema ni aliyesimama mbele yenu hakuwahi kuchoma mionzi wala hana kansa. Ni mwaka wa 10 na zaidi sasa. Ilienda wapi na ilipotelea wapi? Lakini nyakati hizo ungeniona nilivyokuwa. Miaka ile aisee, hata ungepewa kule na ukaambiwa muoe huyu mtoto wangu na gari nakupa ya kumpelekea hospitali na nyumba nakupa na mtaji wa matibabu na kila kitu nakupa, ungesema sioni. Lakini ile miaka 5 ilikuwa ni miaka ya mapito magumu sana ya magonjwa. Na baada ya miaka 5 kama miaka 3 hapo mbele tukaishi maisha sasa, magonjwa yameenda, tunafurahia. Katika hiyo furaha ndogo, ingawa katika kipindi chote tulikuwa na furaha kubwa, katika hiyo furaha ndogo, bahati mbaya au nzuri, kwa sasa naiita nzuri, bahati nzuri kabisa, mpenzi wangu kipenzi Mario Ansgar Kapinga akaenda uhamishoni. Tumpigie makofi kwa kwenda uhamishoni. Nikisema akaenda uhamishoni mnajua kale kafuraha kakaondoka. Kwa hiyo ile miaka 3 tena ikawa ni miaka ya mateso makali na kilio kikubwa, lakini baadaye miaka 10 sasa ambayo tuko nayo ni miaka ya mvua za baraka na neema za Mungu. Imebaki historia kwenye maisha yetu. Mapito niliyoyapitia wakati nimeambiwa nina shida hiyo kubwa ya kansa na kwamba hakuna tena namna ya kutibika, nimerudishwa nyumbani, ni kipindi ambacho shetani alikitumia kumkatisha tamaa mume wangu kwa kumletea marafiki akiwa kwenye mahangaiko. Akapata marafiki wakaanza kumpa faraja za dunia, wakamwambia usikae nyumbani na stressi, twende tutoke kidogo, tufanye kidogo. Na katika kunywa huko wakamshawishi akanywa na vyote. Na bahati mbaya nimepita kwenye changamoto ya ndoa nikiwa kwenye hali hiyo ya kurudishwa hospitali, kurudishwa nyumbani, nikiwa nasubiri kitu kinaitwa kifo. Katika hicho kipindi nikiwa nasubiri kifo, ndipo sehemu ambapo nilipitishwa kwenye wakati mgumu zaidi. Lakini nini kilinifanya kusimama? Ndani yetu kilichonifanya kusimama na kutambua kwamba natakiwa kusimama na leo niko hapa ni Mungu aliyekuwa ndani yangu. Wakati nikiingia kwenye ndoa, nilifundishwa kushindwa zaidi. Nilifundishwa kukata tamaa zaidi. Niliambiwa huyu mwanamume anayekuoa kwanza anakuzidi umri. Huyu mwanamume anayekuoa kwanza alishaishi na mwanamke. Huyu mwanamume anayekuoa yuko hivi. Utaweza malisia. Mama mmoja aliniambia nikiwa na wiki 3 kasoro ya kufunga ndoa.
ndani yangu ni hekima ya Mungu. Nilimjibu nikamwambia, walioshindwa ni wao, lakini sio mimi. Mimi ninaamua kuingia kwa sababu Mungu amemleta kwangu. Lakini basi haya maneno nilikuwa nayaongea, sijui wapi naenda kupita. Ndio maana naambia Mungu azidi kuwabariki nyinyi na kuwaangazia zaidi, ambao mna miaka 20 ya furaha na amani, ambayo hamjawahi kupita kwenye changamoto. Na naombea kwa Mungu asiwapitishe aliponipitisha, maana inahitaji neema ya Mungu. Unaweza ukashangaa ghafla leo tuliopeana mabusu, tulioshuhudia mbele za watu kwamba ninampenda jana na leo, kuna kitu kikatokea, ukaanza kuita huyu ni shetani, ukampa majina. Mume wangu alikuwa ananiambia hivi, mpenzi wangu, kuna siku aliniambia nikiwa kwenye hali mbaya, ninaumwa chumbani, sijiwezi kuinuka, siwezi kusimama, ninasimama kwa shida kwa sababu nilikuwa na changamoto kubwa. Siku moja akanisogeza kwenye kioo, akaniangalia, akaniambia neno hili nzuri sana. Akaniambia hivi, wewe maiti usiyetaka kufa, unasubiri nini?